Hujambo na karibu, hii ni Ayoma Media. Hii leo asubuhi na mapema mara baada ya mkutano wa makocha na waandishi wa habari pale katika makao makuu ya Benki ya Taifa ya Biashara kwa maana ya NBC, tumeshuhudia kocha wa Young Africans Miloud Hamdi pamoja na Dickson Job, mchezaji na nahodha wa timu ya Yanga, wakizungumzia maandalizi yao. Lakini mara baada ya hapo alitakiwa akae mnyama kwa maana ya kocha, either kocha Fadlu Suleiman Matola ama kocha msaidizi kocha Darian, lakini pia mchezaji yote wa Lunyasi. Hakuna ambaye aliwakilisha klabu, na afisa habari wa TPLB Karimbo Imanda akathibitisha kwamba hawana mawasiliano na mnyama, na hivyo press ikaisha kwa Simba kutotokea katika mkutano huo. Lakini jana pia tulishuhudia taarifa nyingine mpya, ama taarifa ambayo hatukuizoea pengine. Waamuzi ambao watakwenda kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, wote watatu kutokea nchini Misri kwa maana ya Egypt, na fourth official akitokea Somalia. Haya yote ni mambo ya kuyajadili, na ndio maana nipo na Miraji mara moja, mwanachama na shabiki wa Lunyasi Simba. Yeye kwa upande wake ana nini cha kuzungumza. Hii ni Ayoma Media na langu jina naitwa Jado. Miraji mara moja. Niaje? Kawa na makochali. Shwari. Fiti Jado. Udi. Alhamdulillah. Kwanza mna balaa. Lipi? Nyinyi. Balaa lipi Jado? Nimekaa dakika mbili tu. Naangalia peji ya Simba wanasema ni muda wa kulala. Muda. Si mapumziko? Yaani mapumziko. Kulala moja mapumziko. Ni moja mapumziko, kupumzisha mwili kwa kazi kubwa aliyofanya ya msimu. Mechi 29 sio mchezo. Si mchezo Jado. 29 nyingi sana. Alafu ukiangalia na mechi za shirikisho za CRDB nyingi mno. Wewe ni muda wa kupumzika. Kila jambo lina mwanzo na mwisho. Ushanelewa? Mwisho wa ligi wachezaji wanapata mapumziko. Kwa sasa unajua mwenyewe mimi nipumzike vipi? Nitoke kidogo niende Dubai nikale maisha. Nitoke kidogo nikasalimie wazee kama Chuga au Mwanza. Yaani wewe tu, lakini tunatafsiri ni mapumziko. Sasa mapumziko bila mechi moja? Bila mechi? Tena mechi ambayo utakiwa hata kupumzika ili ufanye maandalizi kweli yani. Kwani huo mchezo unaozungumza wewe mmoja ni lini? Namba 184. Ni lini? Tarehe 25 kesho. Sasa kumbe bado Jado. Unapumzika? Kumbe bado. Bado siku moja. Subiri tuone kesho. Subiri kesho ifike, afu tuone. Tumepeleka timu, hatujapeleka timu ndo tutarudi pale. Tarehe 13 sasa. Tutarudi tarehe 13. Sio leo tarehe 24, tutarudi tarehe 13. Kumbe ile ilikopa ichekeshi. Kumbe ile ilikopa hitaji mabango, wala ilikopa hitaji vigoma. Kumbe ile wale ilikopa hitaji kelele. Ilikuwa? Kumbe ile ilimaliza kila kitu. Tutarudi tarehe 13. Haijafutwa ile. Haijafutwa. Tutarudi tarehe 13. Ushanelewa? Na mimi ndo nitaamini ubaya ubwela sasa. Yaani ubaya ubwela tarehe 13 na tarehe 25 chama halijaenda. Nitasema kweli ubaya ubwela. Yaani Jado, kwa hatua hii tulofikia, mimi viongozi wangu wakifanya lolote mitawile siwadai. Wakipeleka timu tukacheze kweli mechi, kwa sababu Yanga na matokeo mazuri mbele yetu. Ushanelewa? Lazima ataingia kwa kujiamini. Ushanelewa? Na lazima sisi tupambane sana kuliko hata Yanga, kwa sababu sisi matokeo yanatuumiza. Kwa hiyo yanatulazimisha tukafanya kitu kilichokuwa kizuri kuliko Yanga. Ushanelewa? Kama tutapeleka timu tukacheze kweli mechi. Lakini kama tujapeleka timu, tarehe 13 mzigo ulisha. Mimi naungana na viongozi wangu. Wewe fresh. Jado, umenielewa? Wewe popote fresh. Tukipeleka timu tukacheze kweli mechi. Yanga na matokeo mazuri. Na Yanga anapokutana na sisi, Yanga anajipanga kweli. Yaani ule muendelezo wa Yanga unaona ule mechi 4 mfululizo, Yanga hajakurupuka ujue. Yanga anafanya kweli maandalizi. Yanga anacheza kweli dabi. Ushanelewa? Baada ya dabi Yanga wanatushambulia vibaya mno. Yaani kuna kipindi Yanga wanaongea shudu mpaka wanasema huyu kweli anajua mpira huyu. Yaani zile dharau mpaka zinapitiliza. Na ukija kuangalia zile dharau zao zinaendana na matokeo. Kumfunga mara 4
mfululizo mnyama sio masiala. Wacha kazi, fanya kazi. Haiangalii idadi ya goli. Hata hizo goli 5 unaona Yanga tufunga sisi, alijiandaa, alipambana kupata hizo 5. Hakuamka kusema Simba anampiga 5. Alijiandaa. Kwenye benchi la ufundi, wachezaji, mpaka mashabiki, mpaka uongozi wao tunahitaji 5. Kwani maandalizi makubwa ya kumpiga mnyama goli 5. Mpaka hizo 2 sijui 1 wakapata idadi ya mechi 4 mfululizo. Yaani hawajakurupuka tu kusema yaani Yanga walifanya, hapana, maandalizi. Kwa hiyo hata mchezo wa kesho Yanga wana maandalizi makubwa sana ya kupata matokeo. Ndio maana mimi nasema hivi, kama tunaenda kucheza mechi, tukacheze kweli mechi. Tukacheze kweli mechi. Wewe una mawili ambao yote kwa uongozi wako wewe tawili. Tuanze na la kwanza. Kama kesho timu ikaenda. Na umeona kuna taarifa mpya ya waamuzi kutoka Masri, ndio Egypt, Misri kwa Farao. Kwanza wewe hii taarifa kama timu ikienda kwako utakuwa umeipokea vipi ya waamuzi? Tuanzie hapo. Kwenye swala la uamuzi Jadu, mimi ili nilitarajia kama litatokea, kwa sababu Alajiga ndio muamuzi bora kwa sasa hivi. Umeona kwenye nchi yetu au ukanda wetu wa East Africa. Alajiga kaenda kosi na wenzake Misri kujiandaa na chani. Na wale wote walioenda Misri ndio walikubali kushika filimbi kujilipua kwenye huu mchezo. Hao waliobaki walikataa huu mchezo. Watu walirudi mpaka kwa Kayoko. Kayoko akasema, "Oya, mbona nyinyi mnaiangalia leo yangu, kesho yangu mmeiangalia? Mimi binadamu. Naweza kwenda kutafsiri jambo pale ambalo sio zuri." Ushanelewa? Watu wakatafsiri mipango, afu mkaniletea shida baada yangu. Msiangalie leo yangu, iangalie vile vile baada yangu na kesho yangu. Kwa hiyo mpaka Kayoko alikataa kushika filimbi. Hakuna refa yote aliyokubali kujilipua zaidi ya Alajiga na wenzake walioenda Misri. Kumbe ambao wako ndani pia kwa mzigo. Hao walikuwepo, hamna mtu aliyokubali kwenda kushika filimbi kwenye mchezo wa kesho. Kwa hiyo uamuzi wa kwenda kuchukua marefa Misri, ushanelewa, baada ya kuona hata wao nyumbani wamekataa. Waliokubali wameenda kozi. Umeona, na kozi ya kafu lazima uende. Mashindano hapo nyumbani chani, lazima muende kule. Kwa hiyo walikubali kujilipua ndo hapo chani. Huwezi kuwaleta. Huwezi ukawaleta, unawaletaje Jadu? Unawaletaje mwanangu Jadu? Huwezi ukawaleta. Kwa hiyo tunafanyaje? Plan B, kachukue Chuma kuleta Misri. Chuma imeenda kuchukuliwa Misri, Chuma ishadondoka. Na mimi na yeye tunavyoongea hapa, Chuma ipo ishadondoka hapa. Na Amir. Na saa 9 atasogea. Saa 9 atasogea kwenda kuonyeshana jezi. Jadu unavaa jezi gani? Sawa nyekundu. Lakini nyekundu ya aina gani? Sio ya kufifia, ya kuwaka. Kuna muda wa pitch fit. Ushanelewa? Saa 9 hiyo tunachozungumzia. Kwa hiyo na marefa lazima nao wawepo. Lazima nao waoneshe sare zao. Sisi tutatumia sare hizi. Sisi tunaelewa tutatumia kifaa hiki. Na nyinyi mimi jezi zangu hizi na wewe jezi zako. Leo saa 9. Na ukiona mpaka saa 9 Simba hajaenda kwenye iko kikao, kesho game hamna. Game hamna kwani kwa upande wetu sisi. Umeona? Kwa upande wa Yanga game ipo. Kwa sababu watu washakamilisha kila kitu. Watu wataenda watapewa pointi 3. Kwa kila hili. Unakuwa mnaachia kila ungana na viongozi wangu, viongozi wangu kwa msimu huu. Chochote mpaka sasa hivi watachokifanya. Mimi naungana nao siwadai. Unajua unaenda msimu wa 4 huo. Unanielewa Jadu? Chochote. Jadu. Lakini utasemwa. Jadu. Inauma. Mimi kwa msimu Simba hii siwadai. Finali shirikisho. Ligi mpaka sasa hivi papatu. Wewe miaka mingapi hujaona matukio kama haya? Kwenye msimu jana mnamaliza na alama 69. Mpaka sasa imeshafika 78. Bingwa 79 mpaka sasa hivi. Mpaka sema nake tayari kashapewa kombe lake. Si bado semewacha moja tu. Inabidi kesho mkicheza mkimpite msimu ulioisha. Msimu ulioisha mpaka sasa hivi Yanga kashapewa kombe la muda mrefu. Wastani takriban misimu ngapi? Takriban misimu kama 10 hivi. Unaelewa? Hatujaenda kumpata bingwa kwa mchezo wa mwisho. Usije unanielewa? Yani mchezo wa mwisho ndio kaamue bingwa. Takriban misimu 10. Inakupa bado mechi 3-2, bingwa tayari kashapatikana. Lakini unaona msimu huu imekuaje? Alafu ukija kuangalia kuna wachezaji takriban 12 au 9 wanaanza kwenye first 11. Benchi la ufundi jipya, viongozi ndio wameungana. Tunaenda kucheza finali shirikisho. Umeona? Angalia kazi ya namba alizoziweka. Unamkataje kumpa mchezaji bora wa kigeni? Unakataje kumpa mchezaji kiungo bora? Unakataje kumpa mfungaji bora?
Tuzo hizo zote 3 anastahili Jean Charles Ahoua. Mchezaji bora wa kigeni Jean Charles Ahoua, kiungo bora Jean Charles Ahoua, mfungaji bora Jean Charles Ahoua. Wanasema mnaanza mapema kwa sababu vitu vyetu vingi vinakwenda kwa namba. Sijui unanielewa? Wanasema kwa sababu Karabu chini. Karabu kwa sababu yuko chini, wanasema pia nao ni sababu. Lini? Karabu kaumia lini? Mechi na Kagera. Barua imetoka lini? Sikaumia katoa. Barua imetoka lini? Sasa watu utawe. Barua imetoka lini? Nataka official statement. Barua imetoka tarehe 13. Karabu kaumia lini? Juzi. Wapi na wapi Jadu? Bora unazungumza vitu havipo Jadu. Si hapa katikati ni kama Amerika. Bora unazungumza vitu havipo. Mimi nasubiri kesho nione. Yaani kesho kama chama halijaenda, mimi narudi tarehe 13. Kumbe tarehe 13 ilikuwa lil. Watu wachekeshe. Alafu waongei sana. Wala hitaji matangazo. Kimya. Wala hitaji vigoma. Wala hitaji malumbano. Wewe chukua 3, chukua ubingwa, mimi siwadai viongozi wangu. Chochote watachofanya viongozi wangu kwa tukio la kesho, mimi siwadai. Wakipeleka timu tukacheze mechi. Tukacheze kweli mechi. Kama hawajapeleka timu tawile. Kama chama linashuka daraja naungana nalo, tunaenda kupambana championship. Tawile. Lakini chuma itakuwa imenyoka na sheria na kanuni kifatishwa. Sheria na kanuni kifatishwa, vingi utavijua. Na ile lijaisha. Na ukiona kesho mnyama hajapeleka timu, hilo bomu lake linaokuja, sola nchi. Yaani kwamba ukiona kesho mnyama hajapeleka timu, mwisho wake ile jambo kashalijua. Fresh. Mwisho ile jambo kashalijua. Yaani hiyo tawile. Mimi tawile. Linda. Ya Mtine. Ya Madini. Jadu. Nakwambiaje, tukipeleka timu tukacheze kweli mechi, Yanga wapo vizuri. Kwenye CRDB, NBC, Yanga wapo vizuri. Wana timu nzuri. Ushaelewa? Yanga kaumia Prince Dube, Maona kaondoka Stefan Aziziki, lakini Yanga bado wapo bora na wala mapungufu yao yaoni. Ushasoma mtu anapigwa 5, mtu anapigwa 6 kama kawaida. Ushaelewa? Hawana baya, walitaka haki yao, wamepata haki yao. Ila kwa uongozi wangu mimi, tukipeleka timu tukacheze kweli mechi. Tukacheze kweli mechi. Yanga na matokeo mazuri sana mbele yetu, haifichiki. Na hata kuja kuangalia kwenye mizani, chama alikopo nalo Yanga na chama tulikopo nalo sisi kwenye ligi ya CRDB na NBC, namba za Yanga kuna matukio mengi sana inawabeba. Goli walizoruhusu, goli walizofunga. Umeona Na hata ukiangalia matokeo waliopata mbele yetu sisi, msimu huu pekee yake washatuchukua mara 2. Wametuchukua ngao, wametuchukua raundi ya kwanza ya ligi. Bado wana matokeo mazuri mbele yetu. Kwa hiyo uwe mtu kama tunaenda kupambana naye, kweli tukacheze mechi. Ushaelewa? Hata tukipoteza tuwapige makofi wachezaji wetu. Mmepambana, mmejitoa, kila kitu mmefanya. Ila mpira umeamua, matokeo yameamua. Tunashukuru kile tulichokipata. Ila kama tujapeleka timu, mimi naungana na viongozi wangu vile vile. Na inakuwa haijaisha. Na haijaisha, mwisho wake utakuja kuona. Na viongozi wa Simba kama kesho hajapeleka timu, ili jambo mwisho wake washalijua. Na lina faida kwa Simba. Amini mimi nakwambia. Unaweza kuona kama nazingua, lakini ninachokwambia lili. Yaani ukiona kesho chama halijaenda, kwa sababu mimi naye mpaka sasa hivi hatujakuwa na uhakika. Tukio limetokea moja. Ila tukio la saa 9 kama Simba kweli hajaenda, Mona kupeleka jezi ambazo wanazovaa, kuangalia na jezi za marefali na malanzimeni wanazovaa ni zipi. 90% mimi naamini kesho Simba apeleke. Hamna foleni. Kwenye press pengine foleni. Kwenye press unaweza kwa Dar es Salaam hii. Foleni unaweza kwa wapi? Bwana kocha vipi bwana, gari imezidi. Ila jezi? Ila kwenye jezi. Hiyo kama mnyama hajaenda. Hiyo mimi naamini kesho mnyama timu apeleke. Mimi naamini. Na mpaka sasa hivi bado hiyo tiketi sijakata, kwa sababu dabi ya tarehe 8 mimi nilikuwa Mwanza. Hii mimi sijakata tiketi. Na kwa sababu nipo 50-50, mnyama simuelewi anapeleka timu au apeleke timu. Ni wewe mwenyewe uelewe. Ila saa 9 nikishapata majibu mnyama bwana akapeleka jezi, nakata tiketi. Kwa mtu yupo Mwanza akawa ananiambia hiyo issue. Sasa mimi bwana nataka nije huko lakini sielewi, ngambia mwenyewe sielewi kama wewe. Amue tu halmashauri ya kichwa yake yanapomwelekeza afanye hiko. Mimi halmashauri ya kichwa yangu ameniambia subiri mpaka saa 10. Mnyama kama ataenda kule, kuna mtu ataniambia.
Na wewe unaisubiria. Na mimi ndo naisubiria. Lakini kama mechi ipo, mimi kesho nipo uwanjani. Kwa Yanga kicheko. Kwa Yanga. Kicheko. Hata sisi kwetu sisi. Anye sio sana. Oya. Wewe kwa sasa uwezi ukatuelewa. Eti kama chama lijaenda, uwezi ukaelewa. Lakini nakwambia aje Jadu. Mnyama kesho kama hajapeleka timu, ili jambo lina faida. Ila kwa sasa uwezi ukaona faida yake. Ila subiri baada kama wiki moja, faida ya mnyama kutokupeleka timu utaiona. Mimi Simba anachanganya kitu kimoja. Mwenyekiti yeye aliulizwa juzi hii issue. Akasema hajamsikia mwana Simba alisema kwamba timu hawapeleki. Kwa hiyo inaonyesha kwa namna moja ama nyingine anaamini mechi ipo. Lakini baadhi ya watu wengine ndio hivyo. Sasa na tukio lile limezidi kufanya watu waamini kwamba mechi hamna. Jadu, subiri kwambia kitu kimoja. Viongozi wa Simba sisi tumewachagua. Ndio, na tunawaamini. Pale wanapokosea tunawaambia. Wao kama wamejiridhisha, hata kama sisi tumekataa, sisi itabidi tuwafate tu. Wao wakiridhia. Bwana sawa, sisi hatujalalamika. Sisi hatujalalamika. Na sio wanatufanya watusikii kwa sababu swala kulalamika, mashabiki wengi washalalamika. Ule mchezo wa Tabora unaona kabisa. Ile clip imeenda dunia mzima. Watu watuchezi, mchezo ambao tunaijua sisi ni miwili dunia mzima. Kwa hiyo kama Mangungu hajaona ni sawa. Ushaelewa? Ila watachoamua wao. Sisi tukubali, tukatae, wao wakishaamua lazima kikubwa kama wakienda ipambane. Kama timu itaenda, pambane. Timu ikapambane kweli. Yanga wapo vizuri na Yanga wamejiandaa kweli kucheza dabi. Lakini kwa kuangalia kikosi na hata pengine hata ile mechi ya juzi dhidi ya Kagera Sugar, matumaini unao kama timu ikienda? Simba na Yanga isikubabaishe kwa michezo ambao wanacheza na Kagera, sijui wanacheza na Namungo, sijui wanacheza na Black Star. Simba na Yanga zipo hivyo. Mechi tofauti. Mchezo wa kipekee kabisa. Mchezo wa kipekee kabisa. Manchester United alimkazia Liverpool, akamkazia Arsenal. Haya, angalia matokeo mengine. Chini kule. Mpaka Fernandes captain anaenda kuongea maneno makali. Mchezo ulivyoisha na Liverpool. Anasema kabisa United kama tungekuwa tunacheza hivi, sidhani kama tungekuwa chini huko tunagombania kushika daraja huko. Ushaelewa? Yeye mwenyewe inamuuma. Kwa hiyo michezo ile inakuwa ni ya kipekee. Ushaelewa? Usiangalie eti Simba kacheza vipi na Kagera. Tunakubali katika michezo mnyama aliocheza vibaya, mmoja hapo ule wa juzi. Katika msimu huu kama unajua mchezo wote mnyama aliocheza vibaya na Kagera wa juzi uweke. Ushaelewa? Lakini michezo inapokuwa mikubwa, mnyama lazima acheze kikubwa na hata maandalizi yake. Unavyofikiri hii issue kama ingekuwa Azam au Kagera, ungeona mnyama tarehe 13 angetuma barua? Hii kwa sababu ni Yanga. Kwa sababu ni Yanga. Kwa sababu ni Yanga Jadu. Kwa hiyo michezo hii ina vitu vingi sana. Usizungumzie tena Kagera ukaleta huku. Mimi nishaiona Yanga ambayo ya bakuli. Yanga na Simba. Yaani kwenye mizani mzee wangu unaweza ukasema kilo 1 na kilo 1000. Lakini Yanga anatuchukua. Yanga anatulazimisha suluhu, anapiga comeback. Star Balama Balama Kipenseli. Beno kakolanya anadai. Sijui unaelewa, tukahamisha Beno tukaleta kwetu. Wapi? Lakini Yanga bado anatuchukua. Bernard Morrison ndo star, Fero Kamba, Yanga anatuchukua. Sijui unaelewa, tunaenda kucheza naye finali papatu mpaka red card. Kigoma hiyo. Yanga bakuli. Sijui unaelewa? Hiyo ndo Simba na Yanga. Ile michezo inakuwa kipekee. Mbona ila mimi nasisitiza tu kama tunaenda kucheza dabi, tukacheze kweli dabi. Kama mnapeleka timu Yanga wapo vizuri. Yanga hawachekeshi. Yanga hawatanii. Hawachekeshi na hawatanii. Wanapocheza dabi, Yanga anacheza kweli dabi ujue. Wanacheza kweli dabi. Ila kama tujapeleka timu, vile vile naungana na viongozi wangu. Naungana na viongozi wangu. Na baada ya kesho nitakwambia kwa nini naungana na viongozi wangu kama timu haijaenda. Mungu akipenda kesho Simba. Inshallah. Kama game itakuwepo, Benjamin Mkapa VIPB nipo. Kama haitokuwepo chimbo. Kama haitokuwepo, mimi naungana na viongozi wangu na nitakwambia faida ya Simba iko wapi. Na mimi chimbo nalijua. Nakwambiaje, nitakwambia faida ya Simba iko wapi Jadu. Na kuna faida kubwa sana kwa mpira wetu na kwa mnyama vile vile. Jadu.
Mimi Miraji bwana, nimekuelewa na nimepata kile ambacho nilikuwa na kihitaji kutoka kwako, lakini kama mnyama akiingia uwanjani basi baada ya game mtakutana. Haina shida, haina shida. Nyama asipopeleka timu nalijua hapa sio mbali. Hapa sio mbali. Nitakupigia simu Jadu. Sasa nikupe faida ya mnyama. Na mimi nitachukua boda hii. Njoo nikupe. Maana naweza nikachukua gari, nikachelewa press kama timu yenu. Jadu, njoo nikupe sasa faida ya. Hivi naogopa kuchukua gari sasa nikachelewa press kama mnyama. Bwana, wewe ni Miraji mara moja tunamaliza hivyo. Hii ni Ayoma Media, langu jina naitwa Jadu. Ni kushukuru sana kwa wakati wako. Endelea kutufuatilia sasa na hata baada ya hapa. Kwaheri.